huku shingoni alikuwa anafinya na kucha. Tulikubaliana na baba yake kwa kuwa huyu bado hajui kufanya kazi, nilipe 30,000. Atakupiga tena. Anzia amekuja msichana hapa ndo anapolala na huyu mama anampiga kweli, anamfanyia kitendo cha kikatili. Tunaomba tu serikali tusaidie. Tulikuwa tujui, ila kwa kupigwa tulikuwa tunaona anapopigwa tunanyamazia. Leo sasa ndo tukaenda kwa balozi tukaja naye hapa. Ndo msichana tukamuuliza unalala, katoe nguo zako. Msichana kaa anakuja, mama kaa ataki. Tukamwambia unalala wapi? Msichana ndo akaonyesha mwenyewe hapa ndo anapolala. Naumiza kweli, inauma. Wakae na watu kama watoto wao, wawapende. Kubwa nilizoziona mimi ni shingoni na mashavu na mkono mmoja una uvimbe ambao sina uhakika kwamba amevunjika au vipi, lakini ni amepigwa na kitu kizito. Sasa ndo mama alipokuja hapa akaona hali sio nzuri, wakakomandi tukaangalia sehemu mtoto analala. Kwa kweli inasikitisha, analala store. Mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Gundelina Victor ameshushiwa kichapo na wananchi wa mtaa wa Mlimani kata Sinoni jijini Arusha baada ya kumpiga msichana wa kazi jina Mariamu Jobu mwenye umri wa miaka 16, mkazi wa Dodoma katika kijiji cha Mgunga, na kumsababishia majeraha mbalimbali katika mwili wake ikiwemo shingoni na mikononi. Akizungumza na Kusaga TV, Mariamu amesema kuwa alikuwa anaishi na mama huyo na alikuwa anampiga kwa kutumia waya wa umeme na ngumi za usoni pamoja na kumfinya shingoni bila kueleza sababu ya kumfanyia ukatili huo, huku akiwa anamnyima kuwasiliana na wazazi wake. Upande wa majirani wamesema kuwa mara kwa mara wamekuwa wakisikia makelele ya binti huyo wa kazi akiwa analia kwa uchungu, na walipofuatilia wakagundua manyanyaso na anapigwa mara kwa mara kutoka kwa tajiri wake huyo. Ndipo asubuhi wakamuita balozi wa eneo hilo pamoja na uongozi na kuwataarifu polisi na kuja kumchukua mama huyo. Mama huyo amekuwa akimlaza dada wa kazi store na mshahara wake hajawahi kulipwa tangu mwaka jana mwezi wa 4, kwa mujibu wa taarifa ya Mariam, ambapo wakati alikuja aliambiwa atalipwa 50,000, lakini alipoanza kazi akaambiwa atakuwa analipwa shilingi 30,000. Kwa majina naitwa Mariamu Jobu kutoka Dodoma. Kuna mama anakuwa Arusha. Alikuwa na namba, kuna baba mwingine anakaa Dodoma kwetu. Ndio huyo mama kaa anapiga simu, nitafutie mfanyakazi. Yule baba kaa anatafuta mfanyakazi. Huyo mama anatuma nauli Dodoma. Anampa huyo baba, afu baba anatafuta mfanyakazi analeta huko Arusha.